Mtazamaji, kama ambavyo unaona treni hii inawaleta wanaoshirika kutoka Kigoma ambao wanafika hapa Dodoma kwa ajili ya kuweza kushiriki na wenyewe katika maonesho haya ya mwaka huu 2026. Na kama unavyofahamu kwamba Kigoma ni mkoa wa fursa, basi hawa wanaoshirika kutoka Kigoma wameshuka na vitu mbalimbali. Mwenyekiti, nikukaribishe sana kwa sababu kwamba nyinyi tunasema nyinyi mnashiriki kwa tija. Nyinyi mnatengeneza fursa nyingi sana kwa Watanzania. Nyinyi mnafanya kazi nyingi sana ambazo labda bila nyinyi serikali ingetumia gharama nyingi sana kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa sawa. Hebu anza kwanza kujitambulisha wewe mwenyewe, tambulisha ushirika wako, tuzungumzie vitu ambavyo nyinyi mnavifanya. Karibu. Jina langu naitwa Sekunda Dismas Ndabiegese, mwenyekiti wa chama cha ushirika cha Ubumwe Carpentry Cooperative Society Limited. Tuko katika mkoa wa Kigoma. Tuko katika karakana ya manispaa Kigoma Ujiji, ndio shughuli zetu zinapatikana. Na sisi tumeshiriki 8, lakini hii ni mara ya pili sasa tuko hapa Zuguni. Na shughuli zetu za ufundi seremala. Tuna shughuli nyingi za kiseremala. Tunafanya useremala wa mbao, tunafanya fiti ya aluminium, tunatengeneza milango ya grill, na tunafanya dari, tunapiga bati. Shughuli zote za kuseremala tunafanya. Tunatengeneza sisi furniture zinazoonekana hapa kwa ubora wa hali ya juu. Tunatumia mbao ngumu. Furniture zetu kitumia haziishi. Nini maana yake? Tuachane na furniture za kutoka China. Kwanza tumepoteza rasilimali pesa. Lakini tukitumia furniture zetu za Kitanzania zinadumu. Huna mpango wa kurekebisha hii meza tena zaidi ya miaka 30. Hata tukisema tuandike mkataba. Tunasema tumeaminiwa sasa ushirika wetu. Baada ya kuwa ushirika, tumepata fursa pekee, mradi mkubwa sana wa mkoa wa Kigoma ambao tumeshiriki kwenye utengenezaji wa thamani za meli nzima. MV Liemba ina miaka 113. Na sisi tumekuwa sehemu ya mradi ule. Kwa hiyo tunajivunia miaka 103. Na sisi mwaka 113 tunaingia kwenye sehemu ya kukarabati meli hiyo kongwe duniani, sio Tanzania, duniani. Mtazamaji, baada basi ya kuweza kuzungumza na mwenyekiti wa Ubumwe Carpentry Cooperative Society. Hichi ni chama cha ushirika ambacho kimesajiliwa na kinasimamiwa na mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kigoma. Yeye ndio mrezi. Wameeleza mwenyekiti kwa upana mambo mengi makubwa ambao wanayafanya katika mkoa wa Kigoma, na kwa hakika huwezi ukayalinganisha na vyama vingine vya ushirika katika mikoa yote. Wengi wamebezi katika mazao, lakini hapa tumeonyeshwa katika ufundi, na ufundi tumeambiwa ni ajira. Karibu sana mwenyekiti. Asante sana. Mimi naitwa Richard Damian Majala, ndiye mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kigoma. Awali ya yote niseme tu kwamba tulizoea kuiita Kigoma ni mwisho wa reli, lakini Kigoma sasa sio mwisho wa reli tena, ila ni mwanzo wa fursa. Na majuzi alikuja Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kuzindua, kuweka jiwe la msingi SGR kwenye Kigoma. Hapa tuliko hapa ni sehemu ya aina ya vyama vya ushirika ambavyo tuko nao. Hiki kinaitwa Ubumwe Carpentry Seremala. Lakini ambapo sidhani kama kuna mkoa mwingine una vyama vya hivi, si ndio? Kama tunavyosema ni mwanzo wa fursa, tuna vyama vya ushirika wa tumbaku. Mwaka jana tuliweza kuzalisha takriban tani 17,000 na ni yenye ubora wa hali ya juu. Lakini tuna vyama vya ushirika wa pamba, tuna vyama vya ushirika wa kahawa, lakini tunawaambia watu wa kusini Kigoma tunakuja na korosho, tunazo ziko pale Lakini tuna vyama vya ushirika wa wafuga nyuki kwa maana ya asali. Ni maeneo machache sana utafika sehemu ukakuta una waini ya asali. Sisi tunayo. Tuna waini ya asali, tuna asali, na tuna mafuta ya kujipaka. Pia tuna chama cha ushirika wa madini, lakini tuna wafugaji. Kigoma kuna kitu kinaitwa kuku wa ziwani. Ukifika Kigoma unakula kuku wa ziwani. Kwa hiyo tunawajenga wana ushirika kwa ajili walikuwa wanafanya vitu vizuri. Tunasema hii ni fursa. Na kwa sababu hawana mtaji, unakuta umepewa kandarasi, alafu lazima ukatafute ukwasishaji. Unaenda benki unakopa, alafu taasisi umepewa vifaa, lakini wewe hutaki kulipa. Sawa? Sisi kama serikali tunahimiza
wananchi wajiunge kwenye vyama vya ushirika ili waweze kupata fursa. Yale mambo ya kuwa unapanda basi afu unashuka unasema kwamba huyu jamaa ana rangi nyekundu, hayapo tena. Kwa hiyo wazazi sawa, wawalete wanao waje kule. Sisi tuna dirisha la kufundisha useremala bure, sawa. Sana sana wewe utakachofanya ni kumlipia tu labda sehemu ya malazi, sawa. Bahati nzuri nilikuwa na afisa mwenzangu jana hapa, akawa ananiambia ana mwanae anamsomesha, na akaniuliza kwa nini wewe umempeleka Kigoma? Nasema hatupaswi kuishi maisha ya kukariri. Kwa hiyo nawasihi sana, mtaji unaanzia kwa mzazi. Chama hiki kinajishughulisha na zao la kahawa ambacho kinafanya kazi na vyama vya msingi vipatavyo 14. Vyama hivi vya msingi vipo katika wilaya mbili ambazo ni wilaya ya Buhigwe na wilaya Kigoma DC ndani ya mkoa wa Kigoma. Hiki cha ushirika wa pamoja wa kulima kahawa kinafanya kazi kama nilivyosema na vyama vya msingi, ambavyo vyama vya msingi ndio vinashughulika moja kwa moja na wakulima. Kwenye mkoa wetu wa Kigoma tuna vyama aina mbalimbali ya vyama vya ushirika. Vipo vyama vya ushirika wa mazao ambavyo vinajishughulisha na kilimo cha tumbaku kama ambavyo wametangulia kusema, kilimo cha pamba, lakini kilimo cha mazao mchanganyiko kwa maana ya maharage na mahindi. Lakini pia tuna ushirika wa wafugaji nyuki ambapo vyama hivyo vimejiongeza zaidi, vimeongeza ubunifu kwenye kuchakata ile asali. Wanatoa mafuta ya kujipaka, lakini pia kwenye asali hiyo hiyo wanatoa mazao kama vile waini, ambao ni kwa mara ya kwanza kwenye nchi yetu asali kutoa kitu kama waini. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia sana kwenye mkoa wetu wa Kigoma. Lakini pia kama sisi maafisa ushirika chini ya usimamizi wa mrajisi wetu tunajitahidi kuhamasisha vyama hivi viendelee kufanya na kufuata kanuni bora na sheria na taratibu zinazosimamia vyama vya ushirika. Lakini pia tunajitahidi kutoa elimu ili kwa wale ambao hawajajiunga na vyama waweze kujiunga na vyama vya ushirika ili waweze kukutana na masoko mazuri, kutatua changamoto zao za kiuchumi. Wakulima ambao hawajajiunga na chama kikuu wajiunge ili waweze kupata stahiki zao, kwa sababu wanapokuwa wanalima bila kupata utaratibu, kuna namna ambavyo wanadhulumiwa na wale ambao wapo kwenye ushirika. Kwa hiyo wajiunge ili wapate stahiki zao. Hili bani linamsaidia mkulima kukausha tumbaku ya mvuke, lakini ni bani la kisasa ambalo linatumia kuni chache. Sisi tunajikita kuwasambazia wanachama wetu na ambao sio kwa wanachama mbegu za kisasa ili waondokane na mbegu za zamani zilizokuwa zitoe mafuta mengi. Mche huu kama unavyouona hapo uko tayari kwa kwenda shambani, na ukiweka shambani unaanza kuvuna tangu miaka 4 hadi 5 ndio unaanza kuvuna. Wana ushirika wa Kigoma katika chama chetu tunawasaidia kuwasambazia hizi mbegu za kisasa ili waondokane na zile mbegu za zamani, na hizi mbegu za kisasa ndio wananufaika kwa kupata mazao mengi, yanatoa mafuta mengi tofauti na ile mbegu ya zamani. Na faida ya mche huu, unatoa mafuta ya mawese, unatoa mafuta ya mise, na mafuta ya mise yanatumika kwa kula na kwa kujipaka. Kwa mkoa wa Kigoma leka dutigite wisava meneke Kigoma awe Kigoma we leka dutigite wisava meneke.